khudhu zinatakum inda kulli masjidin, chukueni mapambo yenu mjipambe nayo kila mnapotaka kuswali. Ai, maana yake albisu afkhara thiyabikum, vaeni zile nguo zenu ghali, zile nguo zenu za fahari, zile nzuri zao, wa athariha, na zilizokuwa safi. Yani uwe msafi, uvae vizuri. Inda kulli salatin au tawafi, kila mnapotaka kusali au kutufu. Mkifanya ibada zinazokukurubisheni na Mola wenu, pale ndo mjipambe, mpendeze. Vaa kanzu yako safi, nadhifu, alafu nzuri. Sio ile mbovu mbovu. Nzuri ufanye ya kutokea auti. Sivyo hivyo. Ile nzuri ndo uvae mbele ya Mola wako kwenye mambo matukufu kama hayo. Wakulu washrabu, alafu kuleni na kunyweni katika neema alizowapa Mola wenu. Kuleni mpendavyo, kunyweni mpendavyo, wala tusrifu, lakini msifanye israfu. Na mpendavyo sio vile mnavyopenda katika nafsi zenu, ni katika vya halali. Kulu mimma fil ardi halalan tayyiba, kuleni katika vizuri vinavyopatikana hapa ardhini, lakini mjitahidi mvipate kwa njia za halali, na vile mlivyohalalishiwa vilivyokuwa vizuri kwa matumizi ya afya zenu. La tusrifu fi zinati wal akli washurbi, nyanja zote hizi, kwenye mavazi, kwenye mapambo, kwenye vyakula, kwenye vinywaji, hamtakiwi mfanye israfu. Ndio maana ukaambiwa isbalu thiyabi jarima, kuvaa nguo mpaka ikawa inaburuza chini kwa mwanamume ni kosa. Kwa hiyo usifanye israfu katika kuvaa kwako. Vaa nguo ya thamani nzuri inayokupendeza, lakini katika mavazi usifanye israfu. Kula chakula bora kizuri cha thamani chenye faida na wewe, lakini kwenye kula usifanye israfu. Kunywa vinywaji vizuri vyenye maana vinavyo faida na wewe, lakini kwenye vinywaji usifanye israfu. Wakulu washrabu wala tusrifu, kuleni kunyweni, lakini msifanye israfu. La tusrifu fi zina, msifanye israfu kwenye mapambo, mavazi yani. Wala akli wa shurbi, wala msifanye israfu kwenye kula na kunywa. Bima yadurru bin nafsi wal mali, israfu huwa ni katika mambo ambayo yanapelekea madhara kwenye mwili wako mwenyewe na pia uharibifu wa mali yako. Usifanye kitu ambacho kitakupa shoti kwenye mali au kitakupa madhara kwenye mwili. Haipendezi au haitakiwi. Innahu la yuhibbul musrifin, Allah hawapendi watu wenye kufanya israfu. Israfu huwa ni fujo ya matumizi yasiyostahiki. Kwa hiyo uwe na budget bwana. Unapofanya manunuzi, mapishi, matayarisho ya mlo, ufanye kiasi ya haja, kama Mtume alivyokuwa anasema, nahnu qaumun la naakul hatta najua wa idha akalna la nashba, sisi ni watu hatuli mpaka tusikie njaa, na hivyo tukisikia njaa tukala, hatuli tukafakamia mpaka tukavimbiwa. Yani unakula mlo kiasi ya haja, hapa inatosha, acha. Kwa hiyo makadirio yako ya chakula yawe kiasi hicho. Ukiongeza ni kwa sababu nyumba yangu haishi wageni, naongeza akitokea mgeni naye apate riziki yake. Kwanza waumini wanakuwa wakarimu, kama Nabii Ibrahim tunavyoona, kapata wageni kakimbilia fasta kwenda kuwafanyia dhiafa. Kwa hiyo fanya mahesabu yako, sio upike ule mpaka vingine unatupa kwenye debe au jani. Hiyo ni israfu sasa, na Allah hapendi israfu. Kuwa makini kwenye matumizi, kwenye mavazi yako,
chakula chako, kinywaji chako, usifanye fujo ya matumizi. Innahu la yuhibbul musrifin, hakika Allah hawapendi wenye kufanya fujo ya matumizi, watu wenye kufanya israfu. Almusrifin yani almutaaddina hudud Allah, wale wanaochupa mipaka ya Allah, fima halla wa harrama, kwenye alivyohalalishia au alivyoharamishia. Wakichupa mipaka hiyo wanafanya israfu pia. Qul, sema ewe mtume, man harrama zinata Allahi allati akhraja liibadi, ni nani aliyeharamisha pambo la Allah, vitu vizuri vizuri vya Allah ambavyo hapa duniani amevitoa kwa ajili ya matumizi ya waja wake. Watayibati minar rizqi, na nani aliyeharamisha riziki nzuri nzuri? Nani kaharamisha? Yani ukila vizuri, yule tena anafanya fujo, anafanya jeuri. Kala kizuri, hajamwaga, hajatupa, hajafanya ubadhirifu, ndio inavyotakiwa. Ale vizuri, anakaa pazuri mwenyewe nadhifu mahala pake, ndio inavyotakiwa. Kavaa vizuri, anapendeza, ndio anavyotakiwa awe. Hasa nani aliyeharamisha kwamba usivae vizuri, usile vizuri, usikae pazuri, na vizuri vizuri vyote vya ambavyo Allah amevijalia kwa ajili ya waja wake? Qul ya Muhammad, sema ewe mtume Muhammad, lihaula'il jahala, waambie hawa watu wajinga majahili, minal arabi, katika Waarabu, hawa jamaa zako wajinga wasioelewa, waambie alladhina, hawa ni watu ambao yatufuna bilbaiti ura, wanatufu kwenye nyumba ya Allah wakiwa uchi, hawavai nguo. Wao wanaona ndo ucha Mungu. Ucha Mungu, na ili upendwe ujidhalilishe, na Allah mwenyewe anasema wama kana salatuhum inda albayti illa mukaan wa tasdiya. Sasa waambie alowaharamishia nani? Tumepita kwenye suratul An'am, mpaka vyakula walikuwa wanaweka mipaka. Nyama wa aina hii haramu kwa wanaume, watakula wanawake. Nyama wa aina hii ni haramu kwa wanawake, wanakula wanaume. Akiwa hivi hivi, wanajiwekea tu taratibu za ovyo ovyo. Kawaambia nani? Qul ya Muhammadun, sema ewe Muhammad, lihaula'il jahalata, waambie hawa wajinga, minal arabi, katika Waarabu, alladhina, ambao yatufuna bilbaiti uratan, wanatufu kwenye Kaaba wakiwa uchi. Wayuharrimuna ala anfusihim, halafu wana tabia ya kujiharamishia. Wao wenyewe wanatengeneza kanuni za maisha za kujiharamishia. Ma uhillat lahum min at-tayyibati, vitu vizuri vizuri walivyohalalishiwa. Wanasema hichi haramu, hichi haramu, hichi haramu. Uharamu huu mumeutoa wapi? Nani kawaharamishia? Man harrama alaykumut tajammula bithiyabi, yani anaambiwa mtume, qul lahum, waambie hawa watu, man harrama alaykum, nani aliyekuharamishieni at-tajammula bithiyabi, kujipamba vizuri kwa mavazi? Aliyekuharamishieni kuvaa vizuri ni nani? Mavazi ambayo allati khalaqaha Allahu linaf'ikum mina nabati, Allah amekuhalalishieni, ameumba kwa ajili yenu vitu hivi vizuri ambavyo vinapatikana kwenye mimea. Kuna miti ambayo inatoa vitu tunavyotengenezea nyuzi, tukafumia kwa nyuzi hizo vitambaa tukashona nguo kama pamba, sufi, na katika miti mingine hata magome yake yanafanywa nyuzi laini. Hata katika baadhi ya matunda mnatengenezwa, matunda mengine yako yana nyuzi ngumu, zinatengenezwa vitambaa kama vile vinavyoitwa vya polyester. Pengine ni nyuzi za moyo wa nanasi tu, vinatengenezwa kitambaa laini, hakitaki moto mwingi ukipiga pasi, lakini kitambaa chake kizuri, unavaa unapendeza. Yani vitu vingi vimo kwenye hizi neema za Allah, kwenye miti, mimea.
Sasa aliyewaharamishia hivi vitu vimeumbwa kwa ajili yenu. Halafu wewe unaenda mahala patukufu pa kufanya ibada uchi. Yaani unasema ndo ninajipendekeza kwa Mola wangu, najidhalilisha mbele yake. Nguo unazo ukatufu uchi, ukaswali uchi. Halafu useme huo ndo ucha Mungu. Nani kakwambia hivyo? Walmustaladhati minal maakili wal masharibi. Nani aliyewaharamishia vitamu katika vyakula na vinywaji? Walistifhamu lilinkari wa tawbih. Aya iko katika mfumo wa suala, lakini suala hili maana yake Allah ndo anakataa. Hakuna aliyewaharamishia hivi vitu vizuri, nyie wacheni ujinga. Tumieni kwa sababu vimeumbwa kwa ajili yenu. Na haswa mahala mkubwa mzuri mtukufu kama humu kwenye ibada, ndo mjipambe, muvae vizuri. Wakati wa kula, kuleni vyakula vizuri kabisa kwa kuzingatia afya za miili yenu. Allah anampenda muumini mwenye nguvu kuliko muumini dhaifu. Japo wote waumini, lakini yule ambaye kashiba na nguvu, Allah anampenda zaidi. Kwa hiyo mwili wenye nguvu unajengeka kwa sababu ya vyakula. Tafuta vyakula vyenye maana ule, uwe smart. Tafuta nguo za maana uvae. Ukivaa vizuri, mwili uko vizuri, unakuwa na nguvu ya kufanya ibada mbalimbali zile zinazohitaji mwili kujituma. Lakini utaswali alafu huko una njaa, masaa 10 hujala, hata concentration kwenye akili inapungua. Kwa hiyo kula vizuri kiasi ya haja bila kufanya israfu. Maana hata ukivimbiwa pia huswali vizuri. Gesi itakuwa imejaa, pumzi juu, ufanye vizuri. Kula kiasi ya haja. Na vaa vizuri mwenyewe, uwe nadhifu, ufanye ibada zako. Qul, sema ewe mtume, hiya lilladhina amanu fil hayati dunya. Hivi vitu vizuri hapa duniani vipo haswa kwa ajili ya waumini. Waumini hasa ndo wenyewe wanaotakiwa wanufaike na neema za Allah. Wao ni waajiriwa, wamepewa majukumu ya kiutendaji. Kwa hiyo wamepewa na hizo ofa za vitu vizuri watumie. Lakini na makafiri wananufaika navyo vizuri. Ila hivi vizuri hivi khalisatan yawmal qiyama, hivi vitakuwa ni kwa waumini tu peke yao, mahsus baada ya maisha haya tunakokwenda. Kwa sababu makafiri wanaambiwa laisa lahum ta'amun illa min dhari' wala ta'amun illa min ghislin. Hawali vyakula vizuri huko akhera makafiri. Wanakula za kumi zao ghislini, naona dhari' imetosha. Yani mlo mmoja kila siku maisha yote. Lakini peponi watu ndo watakaoneemeka na namna nzuri za vyakula. Kila siku mtu anabadilisha, atakacho mwenyewe anakula. Kwa hiyo neema kama hizi za mavazi, vyakula, akhira inakuwa ni kwa waumini tu. Makafiri nguo zao zitakuwa ni namna moja, hawabadilishi. Sarabiluhum min qatranin wa taghsha wujuhahum naru. Sare zao za motoni zimetengenezwa kwa lami. Sasa wewe angalie lami, alafu ndo material inotengenezewa nguo anavaa mtu, alafu anaingia motoni. Lami na moto ni marafiki, wanakubaliana. Sasa wewe hiyo ndo nguo yako, unaingia motoni. Lakini peponi mtu anavaa nguo zake nzuri za hariri na anabadilisha, leo hii, kesho kutwa hii. Kwa hiyo vitu vizuri akhira ni kwa ajili ya waumini peke yao. Hapa duniani ndo pata sote, muumini ananufaika na kafiri ananufaika. Hadhihi zinatu wa tayyibatu fi dunya makhluqatun lilmu'minin. Haya mapambo na vitu vizuri hapa duniani vimeumbwa kwa ajili ya waumini. Maana ingelikuwa kama anavyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam, law kanat ad-dunya ta'dilu janaha ba'udha, ingelikuwa hii dunia kwa ujumla wake
thamani yake inafanana angalau na ule ubawa mmoja wa mbu. Thamani ya dunia kama ingekuwa inalingana na ule ubawa mmoja wa mbu, ina maana ubawa wa mbu una thamani kuliko dunia na vilivyomo ndani yake. Ndio maana yake. Lau ingelikuwa dunia ina thamani inayofanana na ubawa mmoja wa mbu, ma saqa fiha kafirun jar'ata ma'i, kafiri asingethubutu kunywa hata gao moja la maji. Lakini kwa sababu haina thamani, Allah kawaachia tu, na wao ndo wanaokuwa wana nguvu, wababe, vile vizuri vyote wanajibinafsishia, waumini wakawadhikisha wasipate, wakati vimewekwa kwa ajili ya hawa waumini. Ingekuwa hakuna waumini, Allah asingewapa makafiri wenyewe. Kwa hiyo vizuri, azinatu, mapambo haya, watayibatu fi dunya, na vizuri vyote katika hii dunia, makhluqatul lilmu'minin, vimeumbwa kwa sababu ya uwepo wa waumini, waajiriwa, watahiniwa. Wa in sharakahum fiha alkufar, japokuwa na makafiri wanashirikiana nao katika manufaa yake, lakini hasa Allah kwa sababu kuna waja wake kawawekea facilities muhimu kwa mahitaji yao ya hapa. Wasatakunu khalisatan lahum yawm alqiyama, lakini neema hizi ya vitu vizuri siku ya kiyama vitakuwa ni kwa ajili ya waumini tu peke yao. Mmesoma vizuri tulipopitia suratul Fatiha mwanzo huko, kwenye jina la Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahmanu ni kwamba rehema yake hii ni pana, na warehemu waumini na makafiri, wanaomkubali na wanaomkataa hapa duniani. Lakini Ar-Rahim, jina hili litatumika zaidi akhera, kwa sababu huko kutakuwa kuna ubaguzi. Rehema za Allah kwa asilimia zote 100 zitakuwa ni kwa upande mmoja wa waumini peke yao. Kwa hiyo duniani tuna share. Kafiri anastarehe, anakula vizuri, anavaa vizuri, anakaa pazuri. Hata na waumini nao waliojaaliwa wanafanya hivi. Na suala la kuwa na kipato na kukosa, hii iko kwa wote. Waumini wako wenye uwezo na wasio na uwezo, na makafiri pia wako makafiri wenye uwezo na wengine choka mbaya. Duniani ndo pako hivyo. Lakini vizuri vyote hivi kwenye ulimwengu ujao vitakuwa ni vya waumini peke yao. Wasatakunu khalisatan lahum yawm alqiyama, vizuri vyote vinavyoonekana duniani vitakuwa ni kwa ajili ya waumini peke yao siku ya kiyama. La yusharikuhum fihi ahadun, hawatoshirikiana na yoyote katika wasiokuwa waumini. Lianna Allah, kwa sababu Allah harrama aljannata ala alkafirin, ameiharamisha pepo kwa makafiri, na neema zote hizi zitakuwa ziko peponi tu. Kafiri akikosa pepo kakosa raha, starehe, matanuzi na neema mbalimbali, kuanzia makazi, mavazi, chakula. Kafiri hatopata chochote baada ya kuondoka hapa duniani. Kwa hiyo kama kwamba Allah anamalizana nao kabisa, anawalipa kabisa, wakiondoka hapa tena hawana kitu. Kadhalika nufassilu alayati liqaumin ya'lamun, kama hivi ndivyo tunavyozifafanua aya kwa watu wajuzi, watu wanaofahamu. Kama kuna watu wanafahamu, basi ndo wanafahamishwa hivi kwamba Allah hajawagomea waja wake duniani wasistarehe, wasile vizuri, wasivae vizuri, wasikae pazuri. Wanufaike na hizo neema, lakini washukuru, wamshukuru aliyewaneemesha. Vaa vizuri, lakini usimisi kwenye ibada, umshukuru muumba wako. Kaa pazuri, lakini umshukuru muumba wako. Kunywa vizuri, kula vizuri, lakini umshukuru muumba wako. Kadhalika nufassilu alayati liqaumin ya'lamun, namna hivi ndivyo tunavyozifafanua aya kwa watu wanaojua. Nubayinu wa nuwaddihu, tunachanganua na tunaweka wazi. Al-ayati, aya hizi, aya ziko wazi, zinaeleweka. Nubayinu wa nuwaddihu al-ayati at-tashri'iyya, tunabainisha na kuweka wazi
hizi aya zinazoweka nidhamu zenye sharia ya kuwekea utaratibu viumbe, liqaumin yatadabbaruna, zinakuwa wazi aya zetu kwa wale watu wenye kuzingatia, wana akili ya kuzingatia. Yatadabbaruna hikmatallahi, wanazingatia hikma za Allah. Wayafqahuna tashri'ahu, wanazifahamu sharia za Allah. Allah kaamua hivi kwa sababu hii, na Allah haamui baya kwa viumbe wake. Yote aliyotupangia ni muhimu kwetu, ni kwa faida yetu, ni mazuri kwa upande wetu. Qul, sasa kama wao hawajui madhara ya kuharamisha ambavyo sio haramu au kuhalalisha ambavyo sivyo halali, waambie hivi. Mtume anaamrishwa, qul, waambie watu, innama harrama rabbi alfawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Innama, si vinginevyo, bali harrama rabbi, ameharamisha Mola wangu. Kama mnataka kuvijua vilivyoharamishwa, ameharamisha Mola wangu alfawahisha, matendo machafu. Mnapenda starehe, lakini sio zinaa. Oweni, uwe na mke wako au wake zako wa halali, na mwanamke uolewe, ufanye hizo starehe za kimwili na mume wako wa halali. Fawahisha Allah amekataza, ameharamisha. Innama harrama rabbi alfawahisha, hakika alizoharamisha Mola wangu kwenu ni haya machafu, na fawahisha ni kama zinaa na ndugu zake. Ma dhahara minha wa ma batan, ameyakataza Allah machafu ya tabia yaliyo wazi na yaliyojificha. Ma dhahara, najulikana fulani anatoka na fulani, fulani mtu wake fulani, lakini hawana mahusiano mazuri ya halali ya ndoa. Wa ma batan, ni siri zao watu wenyewe kwenye nafsi zao, siri, khiana ya macho, ya masikio, ya moyo na vitu vingine ambavyo watu huvifanya faragha, wakajisikia kuwa hawajaonekanwa na mtu, lakini aliyewamiliki watu anawaona. Ameharamisha Allah mtu kujihusisha na machafu ya dhahiri na ya siri. Yani, qul lahum ya Muhammadun, waambie watu ewe Muhammad, ma harrama Allahu, Allah Mola wangu haja haramisha illa alqabaiha min alashiyai, isipokuwa katika yale mambo machafu machafu, maovu maovu, hayo ndo kaharamisha, kwa sababu hata kwa wanadamu wenyewe yana madhara, hayo ameharamisha. Allati, machafu ambayo tufahishu qabhuha au tafahasha qabhuha, ule ubaya wake unakuwa ni chukizo, haipendezi. Watanaha dararuha, alafu madhara yake yanayozalikana na hayo machafu yamepita kikomo. Yani mnapenda, lakini mnayoyapenda yana madhara na nyinyi, si mazuri. Halafu ni aibu, sio ustaarabu. Sivyo mlivyoumbiwa nyinyi wanadamu mliokirimiwa akili. Sawa ma kana minha fi sirri au fil alani, machafu haya sawa sawa yale ambayo mnajitahidi kufanya kwa siri, siri zenu mnajificha, au yale ambayo mnayafanya hadharani na watu wakajua. Jambo ukiambiwa haramu, wewe elewa hilo ni haramu. Hata kama utalifanya na watu wasikukemee, linabaki kuwa haramu tu, ni kosa na utakuta malipo yake. Na liloambiwa jema, hata kama hukulipenda umelichukia, linabaki kuwa ni jema tu. Utakuja kujuta mwenyewe siku ambayo utawaona walionufaika nalo, ukasema tena mimi nilikuwa nina nafasi nzuri ya kunufaika na hili kuliko fulani. Jema litabaki kuwa jema hata kama wewe utalichukia. Ni jema, lina faida. Ukikataa, unaikataa mwenyewe hiyo faida yake. Na baya litabaki kuwa baya tu hata kama linapendwa na watu mamilioni. Litabaki kuwa baya na lina madhara. Na mtaona tu madhara yake, kama si leo itakuwa kesho.
Kwa hiyo machafu Allah ameharamisha, hayafai, hayana faida. Na mengine aliyoharamisha Allah, wal ithma wal baghya bighairi alhaq, ameharamisha matendo ambayo ukifanya unapata dhambi, na kayajulisha Allah, ili sipendi, nitamuadhibu anayefanya. Wal ithma, katika aliyoharamisha Allah, ameharamisha mambo ambayo yakifanywa wafanyaji wanapata dhambi. Wal baghi, Allah pia ameharamisha magomvi. Hii kukaa tu watu wakagombana, Allah kaharamisha, ni haramu. Fulani na fulani hawasemi, hawaivi chungu kimoja, picha haziendi. Haya Allah ameharamisha. Si utu, si ungwana wanadamu kuishi hivyo. Bighairi alhaqi, haya yakifanyika pasi na haki. Yanaweza yakafanyika kwa haki, kwa sababu wewe muumini, mwenzako kafir, imani yako inamuathiri, na wewe ukafiri wake unakuathiri. Ukimlingania aje kwako hakubali, yeye akikulingania uende kwake hukubali. Hapa kweli kuna sababu ya ugomvi. Ndio maana hata mitume wengi wao wamepigana vita. Sababu ipo, kwa sababu pana maagizo, pana ruhusa, kama Allah alivyosema, udhina lilladhina yuqataluna biannahum zulimu. Wale waumini ambao wanapigwa vita kwa sababu ya imani yao ya dini, wameruhusiwa wajilinde, wajitetee. Sababu ya kuruhusiwa, biannahum zulimu, wanadhulumiwa. Wewe ushasema hutaki kumwabudu Mungu mmoja, baki na dini yako, ruksa umepewa, lakum dinukum waliya dini. Hasa mimi na wenzangu tuliokubali kumwabudu Mungu mmoja, wewe unakereka, ibada zetu kwako wewe inakuwa shida. Kwa nini utubughudhi? Kwa nini utupige? Kwa nini utuchukie? Chukia, lakini chuki yako ibaki moyoni. Lakini mwingine haridhiki, chuki yake inamfanya hawa wazibieni uchumi, wasile chakula, wasipate pesa, na hivi na hivi. Halafu haitoshi, kamata, ua, piga, funga. Waumini wameambiwa wasistahamili kiasi hicho, wajitetee, wajilinde. Ruksa ilitoka, waumini walipofikia kiwango uwezo wa kufanya resistance wanao, Allah akawaambia sasa, udhina lilladhina yuqataluna biannahum zulimu wa inna Allaha ala nasrihim laqadir. Wale wanaopigwa vita kwa sababu ya dini yao wameruhusiwa kujitetea na kujilinda, kwa sababu wanadhulumiwa. Na watakapofanya maamuzi ya kujitetea au kujilinda, Allah anao uwezo wa kuwalinda, anao uwezo wa kuwanusuru. Nyinyi mkiwa upande wa Allah, Allah yuko pamoja na nyinyi. Lakini hata Allah mkimuona hatoshi, hafai, yeye Allah pia atawatelekeza, mtabaki wenyewe peke yenu. Seriously, mkifuata utaratibu mkawa chini ya Allah, basi Allah anakuwa yuko pamoja na nyinyi. Ameyakataa haya masala ya magomvi na matendo ya dhambi pasi na haki. Kama haki inaelekeza, basi watakao kwenda kwenye haki hawana makosa. Qul innama harrama rabbi alfawahisha, sema ewe mtume, hakika Mola wangu ameharamisha machafu, yale matendo machafu ya kitabia. Ma dhahara minha wa ma batana, ya wazi na ya siri, yote ameyakataza, ameyaharamisha. Wal ithma wal baghya, pia Allah ameharamisha madhambi na magomvi, bighairi alhaqi, pasi na haki, ni haramu. Yani waharrama almaasi, Allah ameharamisha maasiya. Ithmu, dhambi, ni kufanya jambo ambalo hukubaliwi au huruhusiwi kufanya. Kama kuna katazo, hili jambo umekatazwa, wewe ukalifanya, umeasi. Ulichokiasi umekwenda kinyume na lile katazo. Kama kuna amri umeamrishwa, wewe hukupenda kuamrishwa, ukaacha ulichoamrishwa, umeasi agizo, utapata dhambi.
Sasa Allah ameharamisha wewe kuambiwa jambo ukasema sitaki, na ameharamisha kukatazwa jambo ukasema kwani nina tatizo gani nitafanya. Hayo mambo ya kumgomea kaharamisha, ni makosa kulluha, tena makosa yote, maasi ya aina zote Allah ameharamisha. Waludwana, na ameharamisha uadui, watu kukaa katika mazingira ya magomvi, hawezi kugombana wakaishi kama maadui. Mpaka sasa hata ukioa mke